Wapenzi watazamaji, mambo yamechemka katika hii serikali ya William Ruto. William Ruto ameanza kuanikwa na uchafu wake wote, jinsi ambavyo anawaibia wananchi hela zao kupitia kwa makampuni ambayo ameweza kuyasajili. Anataka kujifanya tajiri huku Kenya ikifilisika. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameamua kama mbaya na kumwanika William Ruto. Kulingana na Ndindi Nyoro, anasema kwamba William Ruto ndiye ameweza kusotesha taifa letu la Kenya, huku akitaka kukua tajiri mkubwa. Hivi punde mliweza kusikia kwamba kampuni ya Nation Media ambayo inamiliki NTV na vituo vingine kama vile gazeti la Daily Nation, Taifa Leo, eti kwamba iliweza kununuliwa na mfanyabiashara kutoka Tanzania mwenye anaitwa Rostam Azizi. Mulidanganywa. Mwenye alinunua hiyo kampuni ni none other than the Sugoi man William Samoei Arap Ruto Kipchirchir. Sasa kulingana na Ndindi Nyoro, anasema kwamba makampuni yote ya simiti katika taifa letu la Kenya William Ruto ameyanunua, na anataka kuhakikisha kwamba anapiga siasa mule ndani. Media houses katika taifa letu la Kenya, NTV, Taifa Leo, Daily Nation na magazeti mengine, William Ruto amekwisha nunua, na tunadanganywa kwamba ni Tanzania. Kulingana na Ndindi Nyoro, anatuambia kwamba wamenyakua kila kitu. Na hivi karibuni, leo ni tarehe 11 mwezi wa Machi, tarehe 14, William Ruto anapanga kuongeza mafuta. Adanganye kwamba Irani, kutokana na vile vita vya Irani na Israel, ndio maana mafuta yameweza kuongeza, ila anajiundia faida. Ndindi Nyoro anasema kwamba kuna ile fuel levy ambayo William Ruto aliweza kuweka ya barabara. Aliweka ili kuweza kujitajirisha. VAT ambayo William Ruto aliweza kuongeza ni kujitajirisha. Kuna ule upuzi ambao William Ruto aliweza kufanya kati ya Kenya na Saudi Arabia, G2G. Kama mnakumbuka kipindi ambapo Mheshimiwa Raila Odinga alipokuwa hai, yale maswali ambayo alikuwa anauliza, ule ni mchezo ambao William Ruto alikuwa anacheza ili kujitajirisha. Kulingana na Ndindi Nyoro, anamalizia kusema hivi: mafuta ya Turkana yale ambayo yalianza kuchimbwa kipindi cha Mwai Kibaki, William Ruto ndiye ameweza kununua, na yeye ndiye anachimba yale mafuta, na anataka kuwadanganya Wakenya kwamba anataka kujenga reli ya gari moshi kuelekea Turkana, ili hali anataka kujenga hiyo reli ili kujipatia nafasi ya kusafirisha mafuta yake. Hapa mbele mambo yataharibika. If the Kenyan people knew the kind of things that happen every day in our country, we can't wait for one more day. The impatience of Kenya would grow, ya kwamba hawawezi gojea tena. Sasa mumeona juzi, last week, ukijua hawa watu wa serikali vizuri, you do not need any psychologist to tell you what they are planning. Juzi nikaona mkutano moja kule Nairobi ikafanyika, ilikuwa ya mambo ya accidents, na hatutaki accidents, that's why kuna NTSA. Nikaona kiongozi moja amesimamisha waziri fulani hapo, akamwambia waziri, kamera itahitajika Kenya, for how long itakuwa kwa barabara? Nikaona waziri amesimama, amefunga hii button, akasema 1 month sir. Kwa mtu anajua hii watu, mimi where I was and I can tell you for sure, nikajua hii ni biashara.
I knew for sure hii mambo ni sarakasi. Waziri itiitwa mkutano ati ni ya kuzuia accidents za barabara. Vile niliona waziri amesimamishwa na agency ikawekwa, akaambiwa waweke cameras, sijui 1000 cameras around the country, na akapewa timeline ya 1 month. Because I know the body language, nikajua hii ni biashara inapikwa hapa ya watu kukula pesa. Leo ukiangalia gazeti ya leo inasema wanaume wamejiweka wakule pesa ya Wakenya 42 billion shillings. Ati waweke kamera katika barabara, ati ukishikwa kama ulikuwa unataka kukanyaga mafuta, ati unalipishwa instantly kwa banki yako, pesa inakatwa. Ati ukienda kuruka bump, waona hujaruka bump vile inafaa. Ati NTSA through ukora, through fraud called a PPP being perpetuated by the same people claiming ati wanasimamisha watu hapo kusema kamera ziwekwe. Their company ati 42 billion shillings. Ati ukienda kuruka bump, hujaruka vizuri, unakatwa pesa kwa simu direct. Wanaita instant fines. I want to say for sure, instant fines is just another vehicle of patronage, of taking money ile imebaki kwa Wakenya, kuichukua ati kwa makosa ya barabara. There must be a limit and there must be an end to this. Na hii mambo yote inaitwa PPP. Kwanza hiyo ati wanajipea kadarasi ya 20 years. Can you imagine that? Wanaita ati PPP. Ukota pesa. Ati mtu wa bodaboda hapa akifanya makosa barabarani, hata haulizwi na mtu, ati pesa itakuwa inakatwa kwa simu yake direct. Wakenya tutakubali hayo? Is it even possible? Joshua, wathomire kiambo gitoko geithanie ndagika imwe. I think now, ladies and gentlemen, you have known the kind of the president we are having in Kenya. Anatumia kila namna kumaskinisha wananchi, lakini kujitajirisha. Ndindi Nyoro alikuwa ni rafiki wake wa karibu, walikuwa wanatembea pamoja, kwa hivyo anamuelewa. Kipindi ambapo anazungumza, sio eti kwamba anazungumza propaganda, anazungumza yale ambayo anayajua. Na utasikia kuna ng'ombe ambazo zinasema tutam. Kipindi ambapo unasikia Ndindi Nyoro anaeleza hivi, mafuta ya Turkana sio Kenya ndio ina mine, sio Kenya ndio inachimba, Kenya haipati faida, ila William Ruto ndiye anachimba yale mafuta, anajipatia faida, na sasa anataka kujijengea reli ya kwenda kuyachukua yale mafuta kutoka Turkana. Anataka kujenga reli kutoka Nairobi kuelekea Turkana, kipindi ambapo ataenda kuyatoa yale mafuta kutoka pale ajisafirishie. Hataki makampuni yamsafirishie, anataka kujisafirishia. Imagine, ni kodi ya mwananchi, ushuru wa mwananchi, jasho la mwananchi, ndilo William Ruto anachezea kujiundia reli, kujiundia barabara ya reli, kusafirisha mafuta yake ambaye amekwisha nunua kutoka Turkana. Yaani mtu alipigania urais, akaiba uchaguzi ili kuja kujifanya tajiri, kumaskinisha wananchi. Hapa nje mtadanganywa kwamba mnapelekwa Singapore. Sasa kama hustler nation ya kutolewa hapa chini, muletu hapa juu ndio ilishindikana, Singapore ndio mtafika. Hii safari ya Singapore itaishia Timboroa. Kuna watu ambao wanaweza wakaniambia kwamba bwana Ezra, wewe ongea, maliza wakati wako, lakini nawaambia ukweli. William Ruto hakukuja kujenga Kenya. William Ruto amekuja kujitajirisha. Sasa hivi atawadanganya na vijimiradi viwili vitatu, ndiposa muweze kumpigia kura mwaka ujao. Lakini lengo lake ni kujitajirisha. Sasa kama unasikia amenyakua makampuni yote ya simiti, ya saruji,
Vituo vyote vya habari katika taifa letu la Kenya amevinunua, jinsi ambavyo Uhuru Kenyatta anamiliki kituo cha K24, jinsi ambavyo familia ya Moi inamiliki kituo cha KTN, na yeye sasa William Ruto anamiliki kituo cha NTV. Lakini ubaya zaidi, wacha yeye ajitajirishe, lakini anajitajirisha kwa kutumia pesa za wananchi. Anajitajirisha kwa kutumia jasho la wananchi. Anajitajirisha kwa kutumia jasho la mwananchi, ushuru wa mwananchi, kitu ambacho si kizuri kamwe. Utasikia wengine wakituambia aliingia mauongozini, unga ulikuwa sijui ni 250, amefikisha sijui wapi, atatuambia sijui alifika uongozini, mafuta ilikuwa 250. Nani alifikisha mafuta 250? Si ni William Ruto? Alafu mtakuja kudanganywa kwamba mafuta ilikuwa 250, ameteremsha iko 170. Si mtadanganywa hivyo na mtakubali, kwa sababu unajua hawa wanasiasa wamewasoma wa Kenya kwamba ni wajinga. Kwa hivyo tunapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, ninawaomba mfungue macho, fungua masikio, fungueni akili. Msianze kudanganya tu kwamba yeye alikuwa anauza mayai. Anauza mayai sasa hivi akinunua kampuni ya mafuta. Mtu mgani anaingia kwa uongozi chini ya miaka 5 ndio amenunua Media House, ndio amenunua kampuni ya mafuta Turukana, ndio amenunua makampuni ya masimiti, ndio amenunua sijui ni kampuni ya gas, hii mambo ya Taifa Gas. Yale ni mambo yake. Wazo lako ni lipi? Wakenya chanukeni, msipochanuka hili taifa kwa miaka mingine ijayo, mkikosea mumpe William Ruto uongozi kwa miaka mingine ijayo, Kenya tutakuwa maskini. William Ruto hakukuja kujenga Kenya, alikuja kuimaskinisha ili akuwe tajiri. Na siogopi kusema hayo. Mwenyezi Mungu ndiye anatoa uhai.